Yes bwana, mambo ni mengi, muda ni mchache. Of course tumeshuhudia timu ya Simba leo ikifanya paredi lake la nguvu kweli kweli, miaka mitano mfululizo pasina kufanya paredi lolote. So kuna namna kama leo walikuwa wanakata ile kiu ya muda mrefu tangu walipofanya paredi lao la mwisho, wakati ambao wanatoa ubingwa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kipindi kile wanatumia kosta ya mizigo, mpaka hii leo wapo kwenye iriza ambayo imetolewa na mdhamini ambaye anatengeneza merchandise za Simba, nikiwa inamaanisha vile vifaa vya kimichezo kwa upande wa Simba. So ilikuwa ni parade fulani vinoma. Tumeshuhudia idadi kubwa sana ya watu ambayo imeweza kujitokeza kutoka airport kuzunguka mitaa mbalimbali ambayo Simba walipanga kuzunguka, lakini pia kupita mpaka pale Jangwani ambapo walienda kutia heka fulani hivi, kama ambavyo Yanga pia wamekuwa wakipita pale Msimbazi na kufanya yao. So lakini kwa upande wa Simba imekuwa tofauti sana, kwa kuwa pia pale Jangwani watu waliweka vifusi. Unajua wataka kuzuia watu wasiingie kwenye eneo lao la kujidai, ni kwenda maanisha sehemu ambayo wanatarajia kujenga ule uwanja wao mpya. So kwenye heka nyingi tumeona pia fujo zikitokea, kitu ambacho hamna mtu ambaye alitegemea au amependezwa na kile ambacho kimetokea, kwa kuwa pia utani wa jadi ni utani ambao sio kumzana, ni kutaniana mambo ya mpira, then mambo mengine yanaendelea. So tumeona wakirushiana mawe mashabiki wa Simba na Yanga, lakini pia tumeona hata mashabiki wa Simba wakifanya vitendo ambavyo sio vizuri kwenye eneo la pale Jangwani. Tumeona watu wakijisaidia haja ndogo na kubwa maeneo yale, jambo ambalo sio lizuri na sio jambo la kuvutia kwenye utani wa jadi. Lakini kitu kingine ambacho kimenivutia zaidi kwenye hili paredi la Simba ni pamoja na kauli mbalimbali ambazo wachezaji wanazitoa. Asilimia kubwa ya wachezaji wanachokizungumza wanaonyesha kabisa kama huu ndio mwanzo wao mpya wa kuendelea kutafuta mataji ambayo yatakuwa yanaendelea kuipeleka Simba mbali zaidi. So ni kama vile wamepata starter ya sehemu ya kuanzia then kuendelea pale ambapo watakuwa wameishia kwa msimu. Wamepata taji la Muungano, then wamepata taji la kombe la Federation. So ni mwanzo mzuri kwenye kuelekea kile ambacho wanakitaka. Lakini pia nimeona kwenye sherehe ambayo inafanyika pale Koko, nimeona rais wa heshima wa klabu ya Simba akipiga simu na kusema kwamba kituo kinachofuata sasa ni kuhakikisha wanapambana vizuri kwenye kupata taji la CAF Champions League. So imekuwa ni ndoto fulani vya muda mrefu, ahadi zake nyingi. Amekuwa akieleza pia kwamba anatamani siku moja Simba inyanyue taji la Afrika, nikiwa inamaanisha taji la Champions League, nikiwa inamaanisha watu wakipambana kwenye kombe la shirikisho au kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika, basi wananyanyua ndoo na kurudi nayo hapa nyumbani. Japo pia ndo mwanzo mzuri wa kuhakikisha nao pia wanachukua taji la nyumbani. Ukichukua taji la nyumbani ukaja kuchukua na taji la Afrika, so kuna namna fulani hivi hadhi inaendelea kuongezeka, lakini pia muendelezo pale ambapo mmeanza unaendelea kuonekana. So nimeona amepiga simu na kuambia kabisa mashabiki kwamba huu ndio mwanzo na sasa kituo kinachofuata ni kulitafuta taji la ligi ya mabingwa barani Afrika. Ngoja tuone. Ahadi zimekuwa ni nyingi, unajua wakati pia furaha inakuwa ni kubwa, ahadi zinakuwa ni nyingi kwenye kuhakikisha pia wanaendelea kusherehekea kile ambacho wamekianza na kumalizia na furaha kubwa kweli kweli. Lakini kongole kwa wana Msimbazi kwa kile ambacho wamekifanya. Wamelipa kile kitu ambacho Yanga wamekifanya kwa miaka mitano. Wameonyesha kabisa wao pia wana uhitaji wa kuweza kufanya paredi ambalo litakuwa na mvuto then limevutia na vitu vingine kama hivyo. Mimi ni Official PM, usiache kusubscribe, kulike pamoja na kucomment.